somo letu linasema falme na mamlaka. Watu wa Mungu mliopata neema kwa kwenye makanisa ya namna kama hii, mnapata faida sana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Unasikia mambo mengi ya kufaa ambayo wakati mwingine kwenye makanisa mengine ambayo labda hayajachagua kuishi kwa roho, kuna vitu wanakuwa wanavikosa. Lakini sisi kuna neema kubwa zaidi. Unahudumiwa na watu ambao wao wenyewe in their private life tayari ni watu wa roho, wanaishi kwa roho, wanaenenda kwa roho, wana spiritual encounters and experiences nyingi. Kwa hiyo hawaleti maneno ambayo mambo yako mafu. Tunaelewana Haleluya, haleluya. Unapata vitu ambavyo viko hai, neno ambalo liko hai. Bwana Yesu apesi. Na hudumu kiroho hivi, alafu ningekuwa hata wiki sina experience yoyote ya kiroho. Sasa nahudumiaje watu wa roho? Lakini nahudumia vitu vya kiroho nikiwa naenenda kwa roho. Mimi mwenyewe mambo ninayozungumza ninayaishi na nina experience mpaka leo. Yani leo muda na kabla sijaamka, mambo nilikuwa naona kwenye ndoto yakaendelea na nikaona yanaendelea mpaka. Kwa hiyo experiences za kiroho, wahudumu wenyewe kwanza tayari wanaishi kwa roho, wanaenenda kwa roho. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo they will give you revealed truth instead of myths. Revealed mysteries instead of myths. Utapata siri za kiroho zilizofunuliwa badala ya hadithi. Hallelujah. 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 Somo hili Mungu alinipa mwaka jana. Nilikuwa nasoma kitabu kimoja cha Danieli. Alinipa ile sikuwahi kufundisha popote na sikuwahi kuliandika. Nimeliandika juzi na jana kidogo. Hallelujah. Ila wakati nasoma kitabu cha Danieli sura ya 10 mstari wa 20. Anasema hivi, ndipo akasema, "Je, unajua sababu hata nikakujia na nitarudi ili nipigane na mkuu wa Uajemi, nami nitakapotoka huku, tazama mkuu wa Uyunani atakuja. Lakini nitakuambia yaliyoandikwa katika maandiko ya ukweli, wala hapana nisaidiaye juu yao ila huyo Mikaeli." Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hiyo muda nasoma hiyo mistari nimekaa kitandani, nikafikiria mjadala wa Danieli na Gabrieli umebeba vitu vingi. Anachokisema Gabriel, anasema eti, naomba nirudie tena hapo 20. Anasema ndipo akasema, "Je, unajua sababu hata nikakujia? Na sasa nitarudi ili nipigane na mkuu wa Uajemi, nami nitakapotoka huku, tazama mkuu wa Uyunani atakuja." Nikabaki hapo na maswali mengi. Muda ninajiuliza, Mungu akanifundisha hapo. Hiyo ndio raha ya kusoma neno la Mungu ukiwa umejaza Roho Mtakatifu. Kwa hiyo maswali yangu kwenye mstari huo yakanipa somo hili ninakufundisha leo. Haleluya. Haleluya. Na ni somo la wakati sahihi. Tunapojiandaa na huduma kama za kufanya gospel outreach na mambo mengine, watu wa Mungu ni lazima wajifunze. Lazima ujifunze. Sasa leo kuna siri Mungu ameifunua. Sisi watu tulioamini, Waebrania 1:14 inasema, hicho kisa kimeanza mstari wa 6 hapa. Kwa hiyo alikuwa anauliza kwa habari ya malaika, kwa habari ya nani, kwa habari ya mwana, kwa habari kwenye malaika hapo mstari wa 14 anasema hawa malaika ni roho waliotumwa kuwahudumia wateule watakatifu hata watakapourithi wokovu. Kwa hiyo tunao malaika wa Mungu wengi wanaofanya huduma kwa ajili yetu. Hao malaika wanapata orders toka kwa malaika mkuu, wanapata orders toka kwa Mungu, na wanapaswa wapate orders. Naosema orders kwa maana ya maagizo. Tunaelewana wanapaswa wapate orders toka kwa waamini au wanaohudumiwa. Tunaelewana Kama Rais Magufuli ana bodyguard ana miongozo yote. Kama bodyguard wa rais anapaswa kufanya mambo gani? Tunaelewana Lakini haina maana hakuna muda anapokea maelekezo ya moja kwa moja kwamba kwa hili fanya hivi. Kuna wakati anapokea maelekezo toka kwa huyo anayemhudumia, hata kama kuna taratibu zingine zimesetiwa na nchi. Tunaelewana watu wa Mungu Kwa hiyo wako malaika wanaotuhudumia, wako wanaohudumia.
kuna maelekezo mengi wanapaswa wayapate toka kwetu. Kwa bahati mbaya, hawa wanaopaswa watoe orders, maelekezo, instructions na vitu vingine, au wahusika hawana maarifa ya kutosha kufanya hiyo kazi. Kinachofuata ni kwamba wataishi chini ya viwango. Jamani, tunaelewana eh? Tunaelewana eh? Wataishi chini ya viwango. Chini ya viwango. Nilikuta mtu amekariri tu akawa anasema malaika Gabrieli, sio hivi, nikajua hapa anasali vitu ambavyo havijui kabisa. Leo ni siku ya akili kufunguliwa. Amen. And God will give you insights kwenye mambo yote ya uso ufalme na mamlaka. Leo ni siku ya fahamu kufunguliwa. Jambo la kwanza, nipo kwenye utangulizi. Jambo la kwanza, kama kuna mtu una maono ya kutumika kwenye viwango vikubwa, yani hapa kuna namna nyingi leo notes zangu tutaziacha, tutazipata baadaye, nitaziprint. Kama mtu una maono ya kutumika kwenye viwango vikubwa, una maono ya kutembea na Mungu kwa viwango vya juu, unataka kuwa mtu unayetenda kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa mtu unayetenda kazi. Mathayo 9:37 Yesu anasema, muombeni Bwana wa mavuno alete watenda kazi. Kama mtu una maono, unasikia ndoto moyoni mwako, unatamani kuona unatumika kwa viwango vikubwa, haupaswi kuyakataa maarifa yanayokusaidia kuoperate, kutenda kazi kwenye hivyo viwango. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Muda utafika ambapo maneno matupu hayatakuwa yana kazi yoyote. Yesu aliongea, tumia muda mwingi kufundisha, lakini watu ni kama walikuwa hawamuelewi. Akasema sasa, Yohana 10:38, yaani kama imekuwa ngumu sana kuniamini mimi, basi amini hata kazi. Simeona hapa viwete wanatembea. Simeona mtu mnamjua siku zote ni omba hapa kipofu. Simemshuhudia anaona kila kitu waziwazi. Kama mmeshindwa basi kuamini, akasema aminini kazi basi. Kuna muda utafika maneno hivi yatakuwa hayana kazi yoyote. Jamani, watu wa Mungu mnanielewa? Wakorintho 1:4 inasema, kwa maana ufalme wa Mungu haui katika neno. Ndio mnielewe hapo, na ninapozungumza hivyo wahudumu wote wanaolihudumia neno wanisikilize. Haui katika neno, bali katika nini? Nguvu. Wakorintho 1:4. Kwa hiyo kuna saa ambapo itafika, kama sio mtendakazi, hakuna kazi unatenda, basi pana tofauti ya huduma, lakini Bwana ni mmoja. Pana tofauti ya karama, lakini Roho ni yeye yule. Pana tofauti ya kutenda kazi. Mbali na huduma za Bwana, mbali na karama za Roho, kuna kutenda kazi. Kama utakuwa unafikiri siku zote utakuwa mvuto wako utakuwa ni kwenye kuzungumza, watakuwa wanaongea watu wengi, utakosa hata stage ya kuyazungumza hayo mazuri ulionayo. Kwa sababu kuna mahali patafika mtu watapaswa kuwa wenye maarifa kiasi cha kutenda kazi. Watu wa Mungu mnanielewa? Watu wa Mungu, haleluya, haleluya. Kutenda kazi. Hapa leo hii wengi ni rahisi sana akaja hapa madhabahuni akaonyesha upako wote, lakini ni stage ambayo mtu mwingine Mungu alimtumia kuiandaa. Utakujua ugumu, kafanye mpango uandae stage ya kwako somewhere else, uone inakuwaje. Ndio maana ukiwepo hapa, fanya vyovyote, unapaswa unyenyekee kwa mchungaji wa nyumba hii, kwa sababu Mungu alimpaka mafuta huyo. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sasa kwa wale ambao kwa namna yote nataka ujifunze siri ya kuhusu kutenda kazi. Wengi sana nyakati kwa kukosa maarifa waliridhikaga tu kwamba akikemea kuna mapepo yamepiga kelele, basi akafikiri ndo tayari ndo standard labda. Naomba nikupe ukweli namba 1 wa kwanza. Kitu kama pepo mchafu kumanifest akadhirika, hiyo ni ishara tu. Ishara ni daraja la chini sana la waamini wote tu. Unanielewa eh? Na ishara hizi Marko 16:17. Kwa hiyo signs ni daraja la chini la waamini wote tu, inabidi ishara ziwepo. Unanielewa eh? Lakini watu hawa ambao mnapata haya maarifa leo, Mungu anataka mtoke kwenye daraja moja kuwe na Wakorintho wa kwanza Wakorintho wa pili 12:12. Mtume Paulo anasema, na ishara za mtume zilifanywa kati yenu, kwa ishara zote, maajabu na miujiza. Amepanga pale signs, wonders and miracles. Watu ambao watakuwa na ushawishi pekee, ambao hajaishia kwenye kuwa na maneno matupu, lazima kutambatana na signs, wonders
and miracles. Hayo ni mambo matatu tofauti. Unawezaje nianze kukoje ni mambo mangapi kwenye maisha yako kwa mikono yako ilifanyika ukajua haya ni maajabu? Maana ishara zipo, si ndio ishara zipo. Yohana 2:11 Yesu kufanya maji kuwa divai, hiyo ni ishara. 2:11 anasema huo mwanzo wa ishara Yesu alifanya, hiyo ni ishara. Lakini kuna maajabu, kuna miujiza. Watu wanaofikia viwango vya ufahamu huu wa kiroho watapaswa kwenye maisha yao kuonekane ishara, maajabu na miujiza. Mnanielewa watu wa Mungu Mnaosoma Biblia mtasoma kwa mtaniambia kwa habari ya Waamuzi 13. Sasa tutaanzia wa 9 hapo, hoja anayotaka. Alichokifanya yule malaika pale kinaitwa ni ajabu. Na ahadi ya Mungu kwa sisi haijaishia kwenye ishara, ni ishara, maajabu na miujiza. Mnanielewa watu wa Mungu? Malaika wana tabia kutokea kwa tricks zaidi. Kwa hiyo malaika hakuajia na mbwembwe mengi na nuru inayochoma macho. Malaika alimtokea mke wa Manoa kama mwanadamu tu. Lakini kwa roho ya ufahamu akija unapata kumjua moja kwa moja kwamba aliyenitokea hapa ni nani. Tunaelewana watu wa Mungu? Tunaelewana watu wa Mungu? Sasa baadaye unajua alienda kumuita na mume wake. Muda anamtolea sadaka, malaika kwa sababu ameshawapa neno kuhusu atakayezaliwa Samson, mnadhiri wa Mungu. Malaika angalau kidogo kwamba mimi ni wa mbinguni. Nawezaje kukaa bila ajabu? Malaika Biblia inasema maana Manoa alimoji jina lake, jina lako nani mkuu? Akamwambia kwani kuniuliza jina langu? Kwani hilo ni la ajabu? Alafu Biblia inasema akafanya ajabu. Unajua hiyo ajabu aliyofanya? Muda madhabahuni wameka sadaka moshi unapaa, malaika akajichanganya na ule moshi akapotea nao akaenda mbinguni. Sasa hiyo inaitwa ni ajabu. Haleluya. 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 Mimi mpaka wakati huu muda mfupi wa huduma kwenye maisha yangu nimeona ishara, nimeona maajabu, nimeona na miujiza. Hata ambayo unaifikiria sijui kama haiwezekani, hata hiyo inawezekana. Haleluya. Unajua kuna miujiza watu, kwa sababu tumekuwa na siku neno la Mungu wameingia wale wanajiita motivational speakers, wanachanganyia mahubiri ya kweli neno la Mungu na hamasa zingine tunakuhamasisha. Kwa hiyo utasikia fanya kazi, Mungu hawezi kukuletea hela. Hiyo na yenyewe ni heretic. Kwa sababu sio wakati wote hawezi kukuletea hela. Kwa maana gani? Mimi miujiza ya hela kuja hivi. Mara hizi hizo zilikuwa zinatakiwa hela. Nipo Kariakoo, kuna ratiba za huduma na za nini. Nilimwambia Mungu nataka hela wakati huu, yani wakati huu. Hela chini nilinama kuokota hivi. Kabisa. Kwa sababu kumbe hata ya fedha kumbe inawezekana. Haleluya. 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 Kwa hiyo inawezekana. Na kuna wakati mwingine nimekaa kulikuwa na uhitaji wa fedha. Nilinyanyua imani yangu kwamba hela napaswa nipate sasa hivi. Kama ni message itaingia ya M-Pesa vyovyote, lakini nahitaji fedha sasa hivi. Akili kanijia hela ndaziokota. Kwa hiyo nikaanza kutenda hapo kaeneo kuna subiri niziokote. Kazi yangu niliziona hela chini ni kama kuna conductor wa basi amezidondosha zote. Niliziokota. Kulikuwa na uhitaji unanitaka fedha wakati huo. Kwa hiyo mtu asije akachanganya kweli ya Mungu na vitu vingine. Haleluya. 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 Sasa unajua kuna mambo yako kwenye neno la Mungu kundani huku. Wakristo wanaweza kachelewa sana kuyaelewa au wasielewe mpaka unyakuo kwa sababu kadha wa kadha, na tunataka leo tufungue fahamu zetu, tunaenda kwenye kiwango kingine. Haleluya. Haleluya. Mkristo ambaye anaamua kuchomoka saa 10 nyumbani kwake ili baba mwenye nyumba kabla hajamkumbushia deni la pango, yani anamuwai na anajichelewesha kule, anakuja kufungua mlango saa 6, mnafikiri amependa zaidi kuwa na maombi ya usiku, kumbe anasubiri arudi akafungue room ghetto, muda ameshalala kwenye nyumba. Mtu anaishi kwa janja ya hivyo, afu uje umsome kifungu kwamba sisi tumeketishwa na Kristo juu sana kupita mamlaka zote, kupita falme zote. Hilo andiko linakuwa gumu rafiki yangu kueleweka. Mtu ame-struggle kupata lunch akapiga deshi usiku dina akapiga deshi. Hapo namsomea kifungu cha kwamba Yesu alipoinuliwa sana kule mkono wa kuume wa Mungu, tumeketi naye. Mwenzako amepiga deshi mchana na usiku. Kule kuketi na Kristo kunakuwa ni kama hajaanza kukuelewa. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Sasa leo hii uwe una hela au una hela, kweli neno la Mungu naenda kuielewa. Ulilala na njaa au uliweka mezani? Jana nilikuwa kwenye group moja la wachungaji, mchungaji mmoja akaweka picha, kuna vyakula wamepanga masahani na masinia na vyakula. Akasema menu ya hivi kwenye majumba ya wenzetu inaitwa ni draft. Sasa kama wewe umezoea ni bakuli ya chakula na mboga moja au mbili, hiyo ya kwako bado haijafika level ya kuwa draft. Uwe ulikula draft au mboga moja. Ukweli wa Mungu leo unaenda kuuelewa, unakupa hatua nyingine. Unakwenda kukupa hatua nyingine. Ninaomba utangulizi nimeweka mrefu na uluka kwa sababu kuna hoja nzito hapo mbele. Kwa hiyo naenda mahali pengine. Ila hizi notes na waidi mtazipata. Amen. Amen. Sehemu ya kwanza ya somo letu. Kwa natoa utangulizi. Sehemu ya kwanza ya somo letu inasema uumbaji wa ulimwengu. Namba 1, uumbaji wa ulimwengu. Creation of the universe. Uumbaji wa ulimwengu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwenye Kiswahili kuna kuwaga na shida mna mwingine kutofautisha dunia na ulimwengu, si ndio? Lakini mimi hapa kwenye somo langu nitaenda na neno universe kwa maana ya ulimwengu, na sizungumzii katufe yake kamoja the planet Earth. Sizungumzii haka kasa. Nazungumzia space yote kwa ujumla yake, kila kitu, maana kinachotajwa kwenye Mwanzo 1:1. Hapo mwanzo, in the beginning Elohim created. Wayahudi wanasema Hashomayim and Eretz. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Hiyo neno mbingu ya Hashomayim ina-include all the skies, maanga yote na masayari yake na ambavyo wanadamu hawajapata kuvijua, yote kwa ujumla wake imewekwa hapo. Kasoro hiyo Eretz, nchi, imezungumzia the ground, the land, the earth. Tuko pamoja Sasa sisi tunapanda daraja leo. Tunataka tuuangalie ulimwengu kwa kina chake. Mungu alipokuwa ameumba, hakuwa ameumba tu ili litufe peke yake, limoja la dunia, lakini aliumba na vitu vingine vingi. Kulikuwa na some celestial bodies ambazo ni kubwa kuliko hata hii dunia yenyewe. Tunaelewana watu wa Mungu Na kupeleka mahali pazuri ili unaposoma kwenye Biblia yako falme na mamlaka, ujuage vinazungumza vitu gani. Amen. Sio kwa unaisha tu kusoma Efeso 6:12 kwa maana kusindana kwetu si juu ya damu na nyama bali ni juu ya falme na mamlaka. Unazitaja hata zinafananaje hujazijua. Sio kafikiri falme na mamlaka wachawi. Tunaelewana Wachawi ni watu wenzetu tu. Na maana yake kusema watu wenzetu kwa agano hili jipya, wachawi ni wenye dhambi kama wenye dhambi wengine. Yaani wanapaswa tunanye tuwahubiriwe waokoke. Labda wagome sana ndio tutawapiga kidediti. Lakini yani ni wenye dhambi kama wenye dhambi wengine. Sio ukakoma sana na usiache kuishi, ukamkuta unamtokea na panga. Wema wa Mungu unamuita hata yeye apate kutubu. Haleluya. Amen. Haleluya. Sasa kuna hoja moja sio ya kawaida. Yesu aliongea, unajua unaposoma neno la Mungu hili ni ufunuo. Amen. Neno la Mungu ni kwa hiyo usije ukadhani ukalisoma kama vitabu vingine, ni ufunuo. Yohana 8:44. Yesu katika majibizano yake na Mafarisayo wanasema sisi hatujaikuwa watumwa Bwana, sisi kwa hapo ni waongo kweli. Unajua walishakaa utumwani. Taifa liligawanyika. Kwanza kutoka utumwani Misri, lakini huko kwao walikaa miaka kama 480 wakayavuruga. Na kabla ya hapo kipindi chote cha Waamuzi walikuwa wanaleta dhambi, wanapigwa chini ya mfalme. Walianza na mfalme wa kwanza, falme likatiri linaitwa Kushan-Rishathaim. Waamuzi sura 3. Huyu jamaa alikuwa ni jamaa kutoka Uarabuni huko, nilimepanda janti linakula mpaka watu. Amewatesa. Mungu akawaletea ufini Kenazi, akawaokoa. Wakakaa kidogo wakaenjoy wakafanya madududu tena. Mungu akawapeka kwa falme lingine linaloitwa Egloni. Dude hilo hatari. Likawanyanyasa. Mungu akawahurumia, akawaletea Ehudi bin Gera. Akaja akawakomboa. Wamekaa kidogo. Ilikuwa ni repetition, wanafanya dhambi anawapiga. Lakini hao watu na baadaye taifa likawa Yuda kwa Israeli. Wengi hao Waisraeli wakapelekwa Ashuru, Yuda wakapelekwa Babeli. Wamepata kisago hao huko Yuda miaka 70. Eti leo wanaongea na Yesu, wanamwambia sisi hatujai kuwa watumwa muda wowote, yani sisi. Baba yetu ni Ibrahimu. Yesu akamwambia, nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi
na tamaa za baba yenu ndizo mnazopenda kuzitenda. Kwa maana yeye, sasa sikiliza mambo ya ajabu hapa. Yeye ni muuaji tangu mwanzo. Namba 1. Hapa anawaambia ni muongo. Asemapo uongo unena yaliyo yake mwenyewe. Kwa maana hiyo kweli haimo ndani yake. Sasa swali langu moja la kweli la msingi. Shetani alimdanganya nani? Wengi mtasema alimdanganyaga Hawa. Na alimuua nani? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hapo ni muongo tangu mwanzo, sio kwa uongo ule wa Hawa. Aishadanganyaga wengine. Tutakuja kukuonyesha huku mbele. Aliwadanganya na wengine hata kabla ya Adamu. Aishawadanganyaga wengine. Wengi wanapendaga kuzungumza kwamba Shetani alishawishi theluthi ya malaika. Mnajua theluthi unajua ni kubwa. Yaani kama hii saa hapa tukiweka vikate hivi mara 3 tu vipande vitatu sawa, kila kimoja ni theluthi moja. Shetani alishawishi kwa kuwadanganya theluthi ya malaika. Hiyo imekuwa manipulated kutoka kwenye Ufunuo 12:4. Nasema yule joka kwa mkia wake akakokota theluthi moja ya nyota za mbinguni. Nyota ina inscribe angels, malaika. Tunaelewana watu wa Mungu eh? Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Sasa naomba nikupeleke mahali pazuri sana. Nilikuwa nakupa utangulizi kuhusu uumbaji. Amen. 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 Sehemu yetu ya pili inataja falme na mamlaka. Sasa na hatua ya pili, falme na mamlaka. Katika Waefeso 3:10 inasema ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Na ile Waefeso 6:12 imesema kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama bali ni juu ya falme na zipange hivyo hivyo zinavyopangwa na Biblia. Ina maana kubwa sana. Sasa naomba mnisikilize hapa. Mungu kwenye alipoumba ulimwengu, tunaelewana eh? Alipoumba ulimwengu kulikuwa na aliumba na viumbe vingine vya kiroho vya kusimamia maumbile yake mbalimbali. All the bodies. Kulikuwa na watu, aliumba viumbe, sio wanadamu, viumbe vya kiroho vya kusimamia. Jamani, mnanielewa? Mnanielewa watu wa Mungu? Kwa hiyo kuna viumbe fulani vya kiroho walikuwa wamekabidhiwa, wewe utasupervise huku, wewe utarule over this, wewe utasimamia hiki. Au Mungu aliwaumba wakati wa uumbaji, aliwaweka na wasimamizi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuna mengine nitayaruka hapa, mtayapata kwenye notes kwa sababu ya muda. Lakini kwenye notes zangu hapa nimewalisti wakuu 7 ambao walikuwa wanasimamia. Unajua hii dunia kuna vingine vinafanana na dunia lakini sio dunia. Hapa kwenye notes zangu nimewataja princes, wakuu 7 waliowekwa na Mungu kusimamia the other 7 planets. Tunaelewana eh? Nimewaweka hapa na majina yao mengi ni ya Kigiriki kwa sababu ya vyanzo nilivyotoa ni vya Kigiriki na vya Kiebrania. Kwa hiyo wana majina ya Kigiriki na Kiebrania zaidi. Hii sikupe shida. Ila kulikuwa na princes wakuu. Hao wakuu wanaitwa archons, jina moja. Kama unataka kuandika ni ARCHONS. Hilo neno arch ndio lile linalotumika kwenye archbishop, sijui akinani kutaja mkuu, archons. Hao Mungu wanaitwa hivyo princes, wakuu. Tunaelewana eh? Na kupeleka kwenye sehemu ya kwanza kuelewa, huyu malaika anasema kwamba bwana, nitakueleza sababu nikaja huku. Ila nitapoondoka huku naenda tena kushindana na mkuu wa Uajemi. Alafu nitakapoondoka mkuu wa Uyunani atafika na kupeleka mahali uanze kuelewa hayo maandiko yanaongea kitu gani. Haleluya. Haleluya. Nimemtaja hapa mmoja anaitwa Saklas au Yardabaoth, yuko mwingine anaitwa Sabaoth. Nimeshangaa kuta jina Sabaoth. Waisraeli walimuita Mungu ni Yehova, ni Bwana wa majeshi, Jehova Sabaoth, Bwana wa majeshi. Kumbe kuna lingine linajiita huko nilikula jeshi ni Sabaoth. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Sasa kwa hiyo kuna hao archons, wakuu, princes waliwekwa wasimamie. Haleluya. Shetani naye ni miongoni wao. Shetani alikuwa kwenye daraja la kerubi. Tunaelewana eh? Alikuwa kwenye cheo cha nani?
cha kerubi. Sasa ni muhimu niwakumbushe jambo moja la msingi hapo. Kama kutakuwa na stories zozote zinahusu majini, kutakuwa na vitabu vinaelezea majini, hivi viumbe vya kiroho, hata kama mtu mnakemea akajisema mimi ndio naitwa jini ya shimo, hayo sio majina yao kamili. Tunaelewana? Tunaelewana?